Imetimia saa 12 katika eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema kuwa mazungumzo yanayolenga kumaliza vita na Iran yanaweza kuanza tena wiki hii. Miaka mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan imesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani, ambapo asilimia 65 ya wa Sudan wanahitaji misaada. Na katika waridi wa BBC leo tunamwangazia Linda Gacheri na kazi yake ya kuosha maiti, ambayo wengi bado huichukulia kama si ya kawaida. Watu wakamaliza kuona mwili na mwili ikawekwa kwa gari ikakataa kwenda. Tukaita gari ya tatu ikakataa kabisa. Ni vitu tumeishi kusikia, though ijaitokelezea kwetu. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Caro Rowi. Karibu Caro. Shukran Halima. Israel na Lebanon zimekubaliana kufanya mazungumzo zaidi ya ana kwa ana baada ya hapo jana Jumanne kufanya mazungumzo yao ya kwanza ambayo hayajashuhudiwa kwa miongo mingi, yakifanyika wakati ambapo jeshi la Israel linapambana vikali dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Mkutano huo wa Washington uliosimamiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ndo wa kwanza wa kidiplomasia wa ana kwa ana kati ya Israel na Lebanon tangu mwaka 1993. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa mazungumzo kuhusu kuvimaliza vita vya Iran huenda yakarejea katika kipindi cha siku 2 zijazo. Mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na wa Iran yaliyofanyika nchini Pakistan mwishoni mwa juma lililopita yalifeli na kuichochea Marekani kuanzisha operesheni ya jeshi la majini ikilenga bandari za Iran kama sehemu ya shinikizo kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Ni miaka mitatu tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka nchini Sudan mnamo tarehe 15 Aprili 2023. Vita ambavyo vimesababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Maelfu ya watu wameuawa, huku zaidi ya watu milioni 12 wakiachwa bila makazi na wengine wakikimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Licha ya ukubwa wa mzozo huo, hakuja kuwa na msaada wa kuridhisha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa katika kutatua mzozo huo, na mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu yanasema ufadhili umekuwa mdogo mno. Wafadhili wanakutana leo Berlin kujadili namna ya kufufua juhudi za amani na upatikanaji wa misaada. Asilimia 65 ya Wasudan wanahitaji chakula, maji, makazi na dawa. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli nchini Kenya EPRA imetangaza bei mpya za mafuta itakayotumika katika kipindi cha siku 30 zijazo. Sambatenzi na taarifa zaidi. Bei ya petroli imeongezeka kwa shilingi 28.69. Lita sasa itauzwa kwa shilingi 206.97. Lita moja ya dizeli imeongezeka kwa shilingi 40.30 na sasa itauzwa kwa shilingi 206.84. Bei ya mafuta ya taa itasalia kama ilivyokuwa mwezi uliopita, ikiuzwa kwa shilingi 152.78. Tangu kuzuka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati, kumeshuhudiwa uhaba wa mafuta katika mataifa kadhaa. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usafirishaji wa mafuta, ambapo asilimia 20 ya mafuta duniani hupitia hapo. Na duru nyingine ya mazungumzo ya kujaribu kumaliza mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaanza leo nchini Uswisi. Wapatanishi kutoka Marekani na Qatar wanatarajiwa kujiunga na mazungumzo hayo kati ya serikali ya DRC na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda wa kundi la M23. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapata kupitia Abudu FM, Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM, Lolilonda FM na Classic FM. Nchini Kenya unaweza pia kutusikiliza kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM, Pamoja FM na Gaf Radio. Ukiwa Uganda unatusikiliza pia kupitia Voice of Muhabura, Radio Lira, Radio Chitara, Voice of Karamoja, Voice of Usoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo yanayolenga kumaliza vita na Iran yanaweza kuanza tena wiki hii baada ya mazungumzo kuvunjika mwishoni mwa wiki na kuichochea Marekani kuanzisha operesheni ya kijeshi la majini ili kulenga bandari za Iran
Lebanon kama sehemu ya shinikizo kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Rais Trump alinukuliwa akisema katika mahojiano yake na New York Post kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kurejea mazungumzo hayo ndani ya siku chache zijazo, kwa kuwa Marekani bado ina nia kuendelea na mazungumzo hayo ya kumaliza vita. Hali hii imekuja wakati jeshi la Marekani kupitia US Central Command ikisema kuwa hakuna meli zilizopita kwenye kizuizi hicho ndani ya saa 24 za kwanza, huku meli 6 zikilazimika kurudi nyuma na kuingia tena kwenye bandari za Iran. Ripoti za uchambuzi wa usafiri wa meli kutoka BBC zinaonyesha kuwa meli 4 zinazohusishwa na Iran zilionekana kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz licha ya kizuizi kilichowekwa na Marekani, ingawa kuna uwezekano baadhi ya meli zilikuwa zinatoa taarifa za uongo kuhusu mahali zilipo. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna uwezekano mkubwa wa mazungumzo yakaanza tena hivi karibuni, sababu Marekani inataka kumaliza mgogoro huo unaoleta athari kubwa ya nishati duniani. Irani haijajibu lolote kuhusu kauli za Rais Donald Trump, lakini maafisa wa Marekani kutoka Pakistan na Irani wanasema timu zao za mazungumzo zinaweza kurudi Islamabad wiki hii, kulingana na ripoti kutoka Reuters. Bei za mafuta duniani zimesalia kuwa juu kutokana na mazungumzo hayo kukwama. Shirika la fedha la kimataifa limeonya kuwa vita hivyo vinaweza kusababisha mdororo wa kiuchumi, lakini waziri wa hazina wa Marekani Scott Bassett anasema changamoto ndogo za kiuchumi zinaweza kuwa za muda mfupi, lakini kwa ajili ya usalama wa muda mrefu wa dunia. Taifa la China imekosoa vikali vizuizi vilivyowekwa na Marekani, likisema ni hatari na inaweza kuzidisha mvutano na kudhoofisha makubaliano ya kusitisha mapigano. Omar Mkambara. Tukiangazia bado Mashariki ya Kati, Israel na Lebanon zimekubaliana kufanya mazungumzo zaidi ya ana kwa ana baada ya hapo jana Jumanne kufanya mazungumzo yao ya kwanza ambayo hayajashuhudiwa kwa miongo mingi, yakifanyika wakati ambapo jeshi la Israel linapambana vikali dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Carol Robi na taarifa zaidi. Mkutano huo wa Washington uliosimamiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ndo wa kwanza wa kidiplomasia wa ana kwa ana kati ya Israel na Lebanon tangu mwaka 1993. Balozi wa Lebanon nchini Marekani Nada Hamade Mowad ameyataja mazungumzo hayo yaliyofanyika Washington kwa yenye tija, huku mwenzake wa Israel Yair Lapid akisema walikuwa na mashauriano mazuri na wameafikiana mambo ya msingi. We are both united in liberating Lebanon. Sote tumeungana katika kuikomboa Lebanoni kutoka kukaliwa kwa nguvu na kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Lebanoni imekaliwa kimabavu na sisi tunapitia tabu kutoka na mashambulizi yao ya mara kwa mara ya makombora na mashambulizi ya kigaidi wakijaribu kuvuka mpaka. Tumejadili mengi, lakini cha msingi ni lengo la muda mrefu ambalo ni kuwa na mpaka unaoeleweka kabisa kati ya nchi zetu. Border between our countries. Rubio alikuwa mpatanishi katika mazungumzo hayo ameyataja kama fursa ya kihistoria ya kukomesha ushawishi wa Hezbollah nchini Lebanon. Licha ya hayo, hakukufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo Lebanon imekuwa ikitaka yafikiwe, huku Israel ikisisitiza kuwa kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran sharti liweke chini silaha kwanza kabla kufikiwa makubaliano yote yale ya kusitisha mapigano. Wakati mabalozi wa Lebanon na Israel walikuwa wakikutana mjini Washington hapo jana Jumanne, Hezbollah ilidai ilifanya mashambulizi 24 dhidi ya Israel. Ving'ora vya kutahadharisha watu kuhusu mashambulizi ya makombora vilisikika kaskazini mwa Israel karibu usiku nzima hapo jana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Tommy Pigott amesema baada ya mazungumzo hayo pande zote mbili zimekubaliana kushirikiana katika kupunguza nguvu za Hezbollah, na wakati huo huo lakini Marekani imesema inaunga mkono haki wa Israel ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema anatumai kuwa mazungumzo hayo yatakuwa mwanzo wa kukoma kwa dhiki za Lebanon kwa jumla, lakini hususan wale wa kusini mwa nchi, akiongeza kwa suluhisho pekee la kumaliza mzozo ni jeshi la Lebanon liwezeshwe kusimamia usalama wa taifa hilo. Taarifa yake Carol Robi. Msikilizaji, katika redio BBC leo tunamtazama Linda Gasheri, mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti ama makafani, kazi ambayo wengi huichukulia kama mwiko. Ndiye mwenye kutoa faraja